Naam, karibu msikilizaji wa Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari. Jina langu ni Omari Makilele Ozile. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe. Na kukaribisha kuweza kusikiliza taarifa zetu za habari ambazo zinagubikwa na habari za ukosefu wa usalama kule katika jimbo la Kivu Kusini pa Bukavu. Ni kwamba hali ya usalama haikuwa yenye kuridhisha tangu asubuhi ya siku ya Jumatano ya tariki 18 Juni 2025 katika manispa ya Bagira mjini Bukavu jimboni Kivu Kusini. Ndivyo amehakikisha hayo coordinator wa shirika la raia MSCO jimboni Kivu Kusini. Kwake Bwana Baraka Musombwa, ni coordinator wa shirika hilo la raia, amesema kuwa mapigano makali yaliweza kushuhudiwa katika eneo hilo kati ya M23 zidi ya jeshi la Hakiba Wazalendo. Baraka Musombwa aeleza yafuatayo mbele vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Na sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo tumeona kwamba situation, yani hali ya Bukavu imekuwa kabisa ya hatari, na kwa hivyo tunaomba viongozi wote wahusike na amani ya raia, na hao ambao wamekuwa wakileta hiyo kabisa katika huyo kata ya huko Bagira. Habari zetu na duru zetu zinatuambia kwamba imekuwa ni haya mabishano entre wanajeshi wa Wazalendo pamoja na wa M23, na sisi kama vile muungano wa mashirika za kiraia ya Kongo tunaomba upande wote kupata kulinda raia pamoja na mali yao. Na kule Masisi katika jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kwamba watoto zaidi ya 1000 wamepata chanjo dhidi ya surua katika mtaa wa afya wa Masisi jimboni Kivu Kaskazini, kampeni ambayo inalenga watoto wa kuanzia miezi 6 hadi 59 inayotekelezwa na shirika la waganga wasio na mipaka MSF. Kulingana naye Elena Kardelach ambaye ni coordinator wa shirika hilo la MSF katika eneo la Masisi, amesema kuwa magonjwa hayo yana madhara mengi kwa watoto. Ni vyema wazazi kupeleka watoto wao ili wapate chanjo. Tuliweza kwa pamoja kuwapatia ndui zaidi ya watoto 1100 katika mazingira ambayo ni tatanishi. Ni tangu mwanzo wa mwaka huu ndipo mtaa wa afya wa Masisi uliorozesha zaidi ya kesi 1100 mkiwemo vifo 4, ila tunazani kuwa idadi hii bado haijaenea. Ndiyo maana nasema kuwa ni kampeni ambayo haikuweza kuwa rahisi. Nilisema kwanza kulikuwa shida mbalimbali, shida zinazotokana hasa na hali ya usalama. Nilisema wakati M23 ilikamata Goma, uwanja wa ndege wa Goma uliweza kufungwa, na hii ikaweza kuzuia kufikisha ndui. Kunakuwa shida pia za ngambo ya usalama, kunakuwa vijiji ambapo tulienda tukakutana hakuna watu, kunakuwa nafasi zingine ambapo tulienda tukakutana watu ni wengi kutokana na wale waliokimbia na kujaa vijiji. Mapigano yaliweza pia kuzuia kufika mahali pamoja, na sisi tunaalika vikundi vyote vinavyohusika katika mapigano haya kuruhusu wafanyakazi wetu kupita matériel essentiel pour la population. Na tujelekeze kule Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba waziri wa sheria hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Costa Mutamba amewasilisha rasmi kibarua chake cha kujiuzulu kwenye uwazifa wake. Yote hayo yametokea kutokana na kesi yake inayomkabili. Mwenzetu Safari Alimasidilwe aliweza kupekua magazeti mbalimbali ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kuandalia Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV ripoti ifuatayo. Magazeti mbalimbali nchini yamechapisha habari kuhusu kujiuzulu kwa waziri wa sheria nchini DRC. Waziri wa nchi, waziri wa sheria na mlinda mihuri Costa Mutamba alitangaza Jumanne 17 kujiuzulu kwake mbele ya rais wa jamhuri Felix Antoine Tshisekedi baada ya mahojiano ambayo yalidumu karibu saa moja, kulingana na vyanzo karibu na ikulu, limesemayo gazeti la Le Potentiel. Uamuzi huu unaonyesha mabadiliko makubwa katika mzozo wa mahakama ya kisiasa ambayo imekuwa ikitikisa serikali kwa wiki kadhaa, linabaini gazeti hili.
Kulingana na vyanzo karibu na faili hizo, gazeti la lemediacongo.net linafahamisha kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikubali kujiuzulu kwa yule ambaye alikuwa chanzo cha mashtaka ya mkaguzi mkuu wa vikosi vya jeshi la Jamhuri na ambaye alipelekea kuondolewa kwa kinga za rais wa zamani wa Jamhuri Joseph Kabila. Akifunguliwa kesi na mwanasheria mkuu wa serikali Firmin Mvonde na kuachwa njia panda na washirika wake wa kisiasa, waziri wa sheria Constant Mutamba anaona hatima yake imefika mwisho, limechambua yo gazeti la Eco News. Anafunguliwa mashtaka kwa madai ya ubadilifu wa fedha za umma. Mgombea huyo wa zamani wa urais wa mwaka 2023 anatoka katika wazifa wa waziri kupitia mlango mdogo katika hali ya mvutano mkubwa wa kisiasa na kisheria, lilikomenti ya gazeti la La Prosperite. Hakiwa sura ya vijana wa kisiasa wa Kongo, Mutamba mara kwa mara alikuwa amejionyesha na kupambana na ufisadi. Wakati alipochukua wazifa kwenye ngazi ya waziri, alipongezwa na wengi kama ishara ya generation mpya, lakini haraka sana alama za mpasuko zilionekana, limekumbusha Le Quotidien. Kielelezo cha mageuzi ya haki na fundi wa sheria Kazaku limeandika gazeti la Info.27, waziri huyo wa zamani anaacha kazi zake baada ya muda mfupi, huku wakili Jean-Marie Kabengela anadai kesi ya zarani na ya wazi ifanyike zidi yake, limeongeza gazeti la Tabloid. Faili ya kesi yake inapaswa kutumwa ili kurekebishwa mbele ya korti ya utenguzi, imesema Congo Nouveau. Kwa upande wa gazeti la Forum des As limeandika kuwa anguko la Mutamba lilikuwa lisiloweza kuepukika. Kutoka kwa waziri na kufuatwa kisheria, hali hii inaleta uoga na kutoa imani na idara za kiserikali za Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, limeandika gazeti la Le Quotidien. Waziri wa sheria aliyeteuliwa nchini DRC mnamo Mei 2024, vinakumbusha vyombo vya habari, Mutamba aliteuliwa kuleta mageuzi makubwa katika mfumo wa kisheria wa Kongo, mradi ambao kumaliza. Na katika mji wa Baraka jimboni Kivu Kusini ni kwamba uongozi wa baraza la vijana mjini Baraka umewataka vijana na mabinti kujishughulisha na kazi ndogo ndogo katika kipindi hichi cha likizo ili kusaidia wazazi wakati wa kurudi shuleni. Akizungumza na Tanganyika FM, kiongozi wa muundo huo De Gaulle Malembe Wekubo amesema ni vema vijana na mabinti kujishughulisha na kazi ambazo zitakazowapa kipato cha kusaidia kununua vifaa kadhaa vya shule wakati wa kurudi. De Gaulle Malembe akiwa mbele ya mikrofoni za Tanganyika FM katika mji wa Baraka. Ya kwanza, ndugu mtangazaji, tuna suete vacances wote likizo nzuri kwa wanafunzi wote, na tambulio kwamba wanafunzi ni kitengo cha vijana, kwani tuko na interest yote ile ya kupatia bajen mo fulani ya kuanza debia ma vacances. En fait, ni wakati ya vacances ni kusema ni mapumziko, na hiyo mapumziko tungiliwaomba waangalie gisi wajilanse mu ma entrepreneuria, makazi ndogo ndogo zitaweza wasaidia kesho mu rentrée scolaire, wapate ile kidogo ya kusaidia wazazi, parce que avec yale yenye tuko mwayo hakuna makazi, wazazi wenyewe wanahangaika hivyo. Nafikiri ya kwamba hii vacances ingilikuwa wakati ya vijana wanafunzi kuzurura ovyo, ingilikuwa wakati ya wajisulishe na biashara ndogo ndogo, wazazi waangalie kuwapatia hata mitaji ya kidogo kidogo, hata 10,000, 12,000, wanaenda Makatanga wapi wanaleta ya kuleta Makafulo, Simbi, Mkera, Fizi, Kalongwe, tuko na Sebele, tuko na village za mingi sana zeziko aux alentours ya vile tu ya Baraka, na itaweza permettre ku prepare vacances mzuri, na après ma vacances wanakuwa na kila mwanafunzi ile nusu atamsaidia kuuza makae, uniform, nitaweza kwa soulagement kwa wazazi. Tumalizie na habari zisemazo kuwa katika mji wa Baraka tu ni kwamba mwenyekiti wa muungano wa wapashaji habari Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo INPC tawi la Uvira Fizi amewataka waandishi wa habari kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, hasa wakati wa vita vya M23 dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na wazalendo. Patient de Baba Lufira ambaye ni mkuu wa INPC Fizi Baraka alisema kutathmini ongezeko la media mjini Baraka na kutoa wito kwa shirika za wapashaji habari kuhakikisha kuwa viongozi wa media hizo wanaheshimu sheria za kazi ya waandishi wa habari. Bwana Pasia de Baba Lufira mbele vipaza sauti vya Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Tunajua kwamba katika nyakati hizi za vita wapashaji habari wanapasha kuwa makini. Sio kila habari ya kutangaza. Tunajua kama tunakuwa ndani ya vita, na tunajua kwamba kwa nyakati hizi kuna changamoto nyingi, na kunakuwa pia maujumbe ya chuki, maujumbe ya ukabila, maujumbe ya ubaguzi,
maujumbe ambayo inaweza kuleta vurugu na fujo katika miji na katika jamii yetu. Sisi wapashaji habari tunapasha kujua kwamba tunakuwa na majukumu ile isitokee kupitia kazi ambayo tunaifanya. Tumegundua katika mji wa Baraka kama kumezaliwa mamedia mengi na inakuja, lakini kuja kwa hizo media sisi hatupendi tuione kama vile shida. Tunapenda kuiona kama vile fursa ambayo tunaweza tumia kusudi raia wengi wapate habari. Na ile habari ikuwe habari ya kujenga, habari ya amani, habari ya kukusanya watu, habari ya kusaidia wakuu viongozi watumike kazi yao vizuri, habari ya kusaidia wakuu viongozi wasioni kama raia ambao wanawaomba watumike vizuri kama ni waadui, habari ambayo itasaidia mazitiada za maendeleo zifanyike pasipo vurugu ama kelele. Tunapenda media zikuje, lakini tunapenda media ambazo zisaitika kufuata mfumo ama mkondo wa matumikio ya media katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamedia ambazo zinaheshimia sheria, mamedia ambazo zinaheshimia ile tunaita code d'éthique et déontologie, sheria ya upashaji ya habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, na hapo ndipo natamatisha taarifa zetu za habari za siku ya leo, na kushukuru kwa kuwa uliweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Mimi ni Omari Makelele Ozile kutoka Tanganyika FM kupitia Tanganyika TV. Tanganyika FM Radio. Kwa pamoja tukupashe.